karibu tena kwa kipindi chetu cha Tamrini, ambapo hivi leo, jinsi nilivyokuwa nimekueleza hapo awali, kuwa tunaye Kasisi Kisinja Alwende Kiluma ambaye atakuwa anazungumza na sisi kuhusiana na nafasi ya kanisa katika maadili ama kukuza maadili ya jamii na pia uongozi katika taifa hili. Karibu sana Kasisi. Asante, nashukuru. Na mnaweza kutuelezea wewe ni kasisi wa kanisa lipi na pia ulianza vipi safari yako ya kuwa kasisi? Natoka kanisa la Friends Church nikihudumia kwa wakati huu jimbo la Kahawa. Huko ndipo napohudumia kanisa la Quakers Friends Church. Safari yangu ilianza ya kuhudumia kanisa miaka karibu 20 ambayo imepita, ambapo nimepitia viwango kadhaa hadi kufika mahali nimefika. Napohudumia kanisa la Mungu. Asante. Kwa hivyo tukienda moja kwa moja, je, nafasi ya kanisa katika maadili na uongozi hapa nchini ni ipi? Kanisa ni chombo muhimu katika kudumisha maadili mema katika nchi na pamoja na jamii kwa ujumla. Jambo la kwanza, kanisa ni chumvi ya ulimwengu. Unaposoma Mathayo 5:14 mstari wa 14-15 inasema kwamba sisi ni chumvi na tena ni mwangaza, ambapo tumepewa majukumu ya kutangaza ukuu wa Mungu katika ulimwengu huu. Jambo la pili ni kwamba ni sauti ya Mungu kwa jamii na taifa. Liko pia na uwezo mkubwa kushawishi jamii na watu wote ili wakaweze kumjua Mungu na wakadumu katika maadili yaliyo mema. Asante. Kwa hivyo tumekuwa tukitazama vyombo vya habari na tunaona kwamba kuna baadhi ya Wakenya ambao wana maoni tofauti kuwa kanisa halifai kujitosa katika siasa, na swali ni je, ni sahihi kwa viongozi wa kisiasa kushirikiana kwa karibu na kanisa hapa nchini? Kwa upande mmoja ni vyema kanisa ama viongozi wa kanisa kuhusishwa katika siasa, kwa sababu siasa ni maendeleo ya nchi. Although kuna mipaka ambazo yafaa kanisa liweze kuweka ili kwamba isije ikadhuru pia ile kazi ambayo Mungu amelipa kanisa kuhudumia nchi ama kuhudumia watu wake. Na kanisa lina jukumu gani katika kuwawajibisha viongozi? Manake wakati mwingine unaona kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wanazua ghasia na pia kuwatumia vijana kuwa vibaraka vyao wanapotaka maslahi yao ama wanapotaka kushughulikia maslahi yao wenyewe. Unapata kwamba wanashirikisha vijana katika kwenda kuleta vurugu katika mikutano ya kisiasa na hali kadhalika. Je, nyinyi kama kanisa ama wewe kama kiongozi wa kanisa ama mmoja wao wa wale viongozi wa kanisa ambao wana usemi hapa nchini, je, nafasi yenu ni gani? Kanisa iko na sehemu kubwa katika kufundisha na kuelekeza watu wote kufahamu Mungu na kudumu katika maagizo ambayo yanafaa. Jambo la kwanza, haiwezi kunyamaza wakati siasa inapoendelea katika nchi. Iko na sauti ya kuelekeza, kunena na watu, kunena na kanisa, kunena na watu wote, kuelekeza ni njia gani nzuri ambayo yafaa waweze kuelekeza ili kwamba wakatimilize yale ambayo yafaa yakaweze kutimilizwa. Lazima ipeane pia msimamo dhabiti wakati mambo haya yanapoendelea, ili kwamba watu wakaweze kumfahamu Mungu zaidi kupitia kwa yale inayoendelea. Jambo lingine kwamba isilegee upande wowote katika siasa. Lazima ikawe na msimamo dhabiti na kupeana mwelekeo ambao unafaa. Lazima pia wakaweze kupigania mambo ya haki kwa kila mmoja, regardless ya kabila ama sehemu ya mmoja anapotoka. Lazima ikasimame katikati kuelekeza na kupeana mfano ambao unafaa katika taifa. Na kwa nini baadhi ya vijana, tukiangalia kasisi, vijana wengi siku hizi wanasusia kwenda kanisani na wanajitenga na maadili ama mafundisho ya kidini?
Tatizo liko wapi? Mara nyingi vijana wengi wameona kanisa haijapeana ule mfano mzuri. Kwa njia moja ama nyingine, kuna ulegevu fulani ambao kanisa imejipata ndani, ikakosa kupeana ule mwelekeo ufaao. Kwa hiyo vijana huona kwamba wamekosa kupata kuhudumiwa jinsi ambayo yafaa waweze kuhudumiwa, na wanaona ni vizuri wakatafute ile suluhu sehemu nyingine. Na tumeona wengi wakichukua sehemu ya mitandao ili kuweza kuhudumiwa katika jinsi wanavyoona waweza kuhudumiwa. Yeah. Na kwa hivyo najua kwamba wewe unatangamana na vijana kwa sababu wewe ni kasisi na kiongozi wa kanisa, na kuna baadhi yao ambao huja pale kanisani na pia unawafanyia ushauri na saha. Je, ni mambo gani makuu ambayo yanawaathiri hawa vijana? Vijana hupitia mambo mengi. Jambo la kwanza, madawa ya kulevya. Wengi hujipata katika sehemu hiyo na hujipata wameingizwa na wenzao kupitia kwa msukumo ya marafiki zao, na wakajipata wameingia katika madawa ya kulevya. Jambo la pili, ukosefu wa ajira. Wengi hawana kazi na wakati mwingi huhangaika katika njia zao na katika hali yao ya maisha, na wanajipata maisha yao endi jinsi yanavyopasa. Jambo la pili, mara nyingi wameshurutishwa na mitandao, na kuna mengi yanayofanyika katika mitandao. Kuna ile negative part ambapo hujipata wameingia katika vikundi ambavyo ni vya kigaidi, vikundi ambavyo havifai, na upoteza maisha yao ama upoteza mwelekeo wa ndoto na maono yao katika maisha. Yeah. Na kwa hivyo pale kanisani, sijui kama kuna mipango ama mna mipango ya kuweza kuwasaidia hao vijana ama kuwafikia vijana wanaoathirika na msongo wa mawazo na pia changamoto mbalimbali zinazowatatiza kimaisha pamoja na ukosefu wa ajira. Mnafanya nini kama kanisa? Kanisa liko na sehemu kubwa kuelekeza vijana hao. Jambo la kwanza, kuna vikundi ambavyo vimetengwa vya vijana ambao kila wakati wanahusishwa katika kongamano kufundisha na kuelekezwa jinsi vile wanaweza kujisimamia kama vijana katika maisha yao, kujiumudu katika maisha, na wanaelekezwa na kufundishwa katika njia tofauti. Pia kanisa liko na sehemu ya mafundisho. Tunaona vijana ile inaitwa shule ya Jumapili. Wanaelekezwa kupita kwa walimu waliofuzu kuwaelekeza, wanaelekeza jinsi ambavyo yafaa wakaweza kuishi kama vijana. Jambo la tatu pia, kuna zile activities ambazo huhusishwa ndani, kama computer training na mambo kama hala, ili ya kwamba wakaweze kujijua, kujielewa na kuweza kufanya yale ambayo yanafaa. Jambo lingine pia, huwa tunawahusishwa katika kuwafundisha na kuelekeza adhari za kutumia madawa ya kulevya na mambo mengi ambayo hukumba vijana katika maisha. Na kanisa linawezaje kushirikiana na serikali bila kupoteza uhuru wake wa kisiasa ama bila kushawishiwa na kanisa kubadili mkondo wake? Kanisa iko na jukumu pia, kwa sababu siasa vile tulivyosema ni maendeleo. Na kuna vile kanisa inahusishwa katika kuelekeza taifa katika mambo haya ya kisiasa. Jambo la kwanza ni mafundisho, kufundisha wale wanaojihusisha katika siasa, kuelekeza umuhimu wa uadilifu na kufanya mambo vizuri ama vyema wanapoongoza wananchi. Jambo la pili, wale viongozi hutoka kwa kanisa, na kanisa hufanya kile kinaitwa mentorship, kuelekeza, kuwafundisha, ili ya kwamba watakapochukua majukumu ya uongozi wako tayari kuelekeza nchi ama kuongoza nchi katika njia ambayo inafaa, ambayo inampendeza Mungu na njia iliyo halisi, iliyo nzuri.
Asante. Na maoni yako ni yapi kuhusiana na kusajiliwa kwa kanisa humu nchini ama kwa baadhi ya madhehebu humu nchini? Manake kuna wakati kulikuwepo na hili swala la kutaka ama kushurutisha kanisa na madhehebu yaweze kusajiliwa, lakini kulikuwepo na baadhi ya viongozi ambao hawakuwa wanaendana kabisa na hayo maoni na hizo semi za viongozi. Ya, ni muhimu kwa kujasili makanisa ili yaweze kuelekezwa njia ambayo inafaa. Jambo tu kuu ni kwamba pia jambo lilo lisije likaadhiri ile uhuru wa kanisa kutekeleza majukumu yake katika taifa, ili kwamba kaendeleza kutekeleza katika njia ambayo inafaa. Bali ni vizuri pia ile regulation ni vyema zaidi, ili kwamba watu wakaweze kuwajibika katika kazi ambayo inatendeka katika kanisa na katika taifa. Ni vyema zaidi. Na tukiangazia swala la ufisadi, kwa nini wakati mwingine unapata kanisa limekimya na huku ufisadi unazidi kuongezeka katika uongozi wetu wa taifa, hususan linalohusiana na viongozi wa kisiasa? Kanisa liko na jukumu kubwa kuelekeza kanisa mambo ya ufisadi. Jambo la kwanza, tunaona watu wengi wameweza kuregea katika mafundisho yale ama maelekezo yale. Ni kwa sababu ya hali ambazo wanapitia, na vile vile kuna ile wanasiasa kujaribu kudhibiti ule uhuru wa kanisa, na wanapofanya hivyo upata sauti ya kanisa nayo inanyamazishwa kwa kiwango fulani. Basi na inapofika katika hali kama hiyo, kanisa haiwezi katekeleza lile jukumu ambalo Mungu amelipa kwa sababu ya ile sauti kufinyiliwa. Bali ni ombi letu naelekezwa kwamba kanisa lizidi kusimama kidete kufundisha na kuelekeza, na linaweza fanya hivyo ikiwa pia likiwa katika hali nzuri, katika maadili mema, katika uongozi ikiwa sawa, litaweza kuelekeza taifa vyema. Ikiwa litakuwa limepeana mfano mzuri, mwelekeo mzuri, ili kwamba taifa likaweza kufuata kanisa ya. Na mtazamaji, unaendelea kutazama runinga ya KBC Channel 1, na hapa studioni tunaye Kasisi Kisinja Alwende Kiluma ambaye tunazungumza naye kuhusiana na nafasi ya kanisa katika kudumisha maadili na pia kuwajibisha viongozi wa kisiasa hapa nchini. Lakini kwa sasa tutachukua mapumziko ndiposa tupate fundo la maji, alafu kisha tutarejea kuendelea na mkao huu unaohusiana na kanisa na maadili pamoja na nafasi ya kanisa katika kuwajibisha viongozi na wanasiasa. Na mtazamaji, jinsi nimekueleza ni kwamba tunachukua mapumziko mafupi na tutakuwa tunapata fundo la maji ndiposa tuweze kuendelea na mkao huu. Naam, karibu tena mtazamaji, na unaendelea kutazama runinga ya KBC, na hivi sasa tuko kwenye mkao wa kipindi chetu cha Tamrini, na tunaye Kasisi Kisinja Alwende Kiluma ambaye anazungumza na sisi kuhusiana na masuala ya kanisa na maadili katika jamii. Je, karibu sana tena Bwana Kisinja, na ningependa tueleze kwamba ni changamoto gani kuu ambazo kanisa linakumbana nalo katika kutekeleza wajibu wake wa kimaadili hapa nchini? Ya, kanisa hupitia hali ngumu pia kuweza kuelekeza nchi na pia wale wanaohudumiwa. Jambo la kwanza, ile pressure inayotokana na wanasiasa hujaribu kudhibiti kanisa ili kaweze kutumiwa ili wakaweze kutekeleza yale majukumu wanaongependa kutekelezwa. Jambo la pili, kanisa pia inapitia hali ya kukosa fedha ya kuendeleza kazi yake, na unapata kwamba inakuwa vigumu zaidi kuelekeza
nchi ama kuelekeza watu katika njia ambayo inafaa. Jambo la tatu ni kwamba kanisa pia ni wale viongozi ni wanadamu na wamepungukiwa pia na utukufu wa Mungu. Mara nyingi wao wadhaifu kutekeleza yale ambayo Mungu amewapa kutekeleza, na ujipata wamejihusisha ama kujiingiza katika mambo ambayo hayawezi yakatekelezwa vizuri ama kuelekezwa taifa vizuri katika njia ambayo inafaa. Yeah. Na kasisi, umekuwa ukitazama ama wakati ule tunatazama vyombo vya habari pamoja tukidurusu mitandao, tumeona kwamba kumekwepo na visa vya mauaji katika familia. Ni nini kinafanyika? Manake sasa hivi hivyo visa vinazidi kuongezeka kila uchao. Unapata kwamba mume amemuua mkewe, ama mke amewaua watoto wake, ama mume ameweza kuangamiza familia yake nzima. Ni nini kinachoendelea? Ya, jambo la kwanza, kuna ukosefu wa uadilifu. Mambo kizazi tunapoendelea kukua, tunaona ule uadilifu unaendelea kupungua kwa sababu ya pressure inayotokana duniani inazidi kupenya na kujaribu kufunga jamii kutoweza kutekeleza yale ambayo yafaa yaweze kutekelezwa. Jambo la pili, wazazi wamekosa kupeana mwelekeo juu ya watoto wao, kuwafundisha jinsi watakavyoishi watakapokuwa wazazi. Na unapata kwamba wanapokosa yale mafundisho na wanapoingia katika ndoa, hujipata kwamba wanazozana kila wakati. Kunakosa kuelewana na unaona kwamba ambitions zao zinakuwa tofauti na kuwa ni shida kuweza kutekeleza. Jambo lingine ni kwamba kuna ule udhaifu wa mwanadamu, kwa sababu inapokuwa kuishi pamoja, kuna yale mambo ambayo huchipuka na inapoingia, na wazazi wanapokosa ile nguvu ya kuweza kuelekeza ama kusimama vizuri, wanajipata wanaanza kuzozana na kupigana na mauaji, mambo yaji nakuja yanaingia ndani. Yeah. Na kanisa mnachukua hatua gani? Kanisa huendelea kufundisha waumini wake jinsi ya kuishi katika ndoa na katika familia. Jambo la pili, hufanya ile mentorship, kuonyesha kwamba watu wanapoingia katika jamii ama katika ndoa yafaa waweze kuishi katika njia gani. Kuna wale ambao wamepewa yale majukumu ya kuelekeza wale wazazi ambao ni wachanga jinsi ya kuishi katika maisha na kuelekezwa katika njia ambayo inafaa. Kuna pia jambo lingine, activities ambazo huwa tunaziweka za mafundisho. Tunawaweka na kuwatuma sehemu tofauti ili waende kufundisha kwa wengine, na unapata kwamba hilo jambo linapunguza yale visa vya vita na katika jamii na ndoa. Yeah. Na jinsi nilivyokuwa nimekuuliza hapo awali ni kwamba vijana wamepoteza imani, baadhi yao ama tuseme wengi wao wamepoteza imani na kanisa, na pia kanisa kwa jumla. Watu wengi sana ama watu wengi, idadi kubwa ya watu, wengi wao wanachagua kukaa nyumbani siku ya Jumapili bila kwenda kanisani ama katika vile vikao vya kuongoza maombi na ibada katikati ya wiki. Unapata wengine wanakuambia kwamba hawaendi kanisani. Je, ni jukumu gani ambalo mmechukua kama viongozi wa kanisa, ama wewe hususan kama kiongozi wa kanisa, kuhakikisha kwamba watu wanapata imani na kanisa na kurejea kanisani? Jambo la kwanza ni kuwafikia vijana, kuwafikia na kusikiza yale mahitaji yao na kuangalia jinsi gani bora zaidi ya kushughulikia mahitaji yao. Kwa mfano, katika kanisa wakati mambo digitali yanapoendelea kuongezeka, kanisa pia imeembrace hiyo, ili kwamba vijana wakaweze kuletwa karibu na kanisa na pia kuparticipate katika zile activities za kanisa. Kwa mfano, uinjilisti na uimbaji kama sifa na ibada. Mara nyingi watu wanahusisha vijana katika sehemu hizo, ili kwamba wakajisikie wako sehemu ya ibada ama sehemu ya kanisa, na unapata kwamba wameweza kuinuka zaidi na kuendelea. Jambo lingine ni mafundisho. Huwa tunatafuta wale ambao wamesomea mambo tofauti na kuelekeza vijana
ili ya kwamba katika karia tofauti wanaelekezwa na kufundishwa, ili ya kwamba wanapoendelea kukua ama kutafuta jinsi watakavyoishi katika maisha yao, wako na knowledge ya kuweza kutekeleza ama kutenda yale ambayo yanafaa. Naam, asante sana kasisi kwa kuendelea na mazungumzo haya na mkao huu, na pia kuna swali ambalo ningependa kukuuliza kwa sababu wengi wa vijana siku hizi wana mitindo mbalimbali ya mavazi. Kuna wale wanapenda kuvaa jinsi wangependa, lakini unapata kwamba kanisa lina pia maadili yake na msimamo wake kuhusiana na jinsi mtu anafaa kuvaa akienda kanisani, lakini unapata wakati mwingine vijana unapata kwamba hawafurahishwi wanapoambiwa kwamba usivae hili, usivae hili. Je, kama kanisa ama kanisani mwako umekumbana na haya, na ni hatua gani ambazo umechukua kuhakikisha kwamba hawa vijana wanakuja kanisani na kuweza kuwazungumzia na kuwaongoza? Jambo la kwanza haswa katika kanisa langu huchukua jukumu la kufikia vijana hawa na kunena nao moja kwa moja. Jambo la kwanza kuelezea umuhimu ama hadhari ya yale yatakayotokea ikiwa wataweza kuishi vile wanavyoishi, kuelezea umuhimu, kuelezea ubaya, ili kwamba atakapoelewa inakuwa rahisi kuacha mitindo kama hiyo. Lakini mara nyingi wakati mwingine huwa tunakosea unapo kashifu labda mbele ya kanisa ama mbele ya watu, hivyo basi inawafungia wasiweze kupenda kanisa ama kukuja karibu na kanisa. Lakini muhimu viongozi wa kanisa kuwakubali na kuongea nao. Najua kwamba watakapoongeleshwa na kuelewa maana ya hayo mambo yote, basi inakuwa rahisi kuweza kubadilishwa na kuweza kuenenda katika mtindo wa kanisa ili inavyofaa. Naam. Naona kwamba tumesalia tu na dakika takriban 5 hivi, na ningependa pia tuzungumzie swala la gharama ya maisha. Ni kama kanisa mngesema nini kuhusu gharama inayoongezeka ya maisha, na pia kuhusiana na maandamano yanayoendelea ya wanaharakati na baadhi ya vijana wanaoandamana kuhusiana na kuongezeka kwa bei za mafuta na gharama ya maisha? Kwa hakika sisi wote tunapitia hali hii ambayo ni gharama ya maisha kuongezeka, bali kwetu ni muhimu kuelekeza kwamba serikali pamoja na wananchi ama wahusika kuweza kuketi na kunena, ili ya kwamba tukawe na maelewano ya mazungumzo. Mazungumzo ni muhimu zaidi kuliko ile hali ya kukashifu ama kuandamana kwa njia moja. Ni vizuri wanaponena wale wahusika waeleza kwa nini hali hii inapita na tunapitia kwa hali kwa sababu gani. Basi watu watakapoelewa watahusishwa pia katika kutafuta suluhisho ya jinsi mambo yafaa ikaweze kuendelea. Bali tunazidi kuomba ya kwamba hali hii siweze kuendelea, kwa sababu pia wananchi wamefinywa zaidi na inakuwa vigumu kuendelea ama kupata zile basic needs za maisha yao. Inakuwa vigumu, wengi wana struggle katika maisha. Bali tunaomba kwamba maelewano ya kuweko mazungumzo, ili kwamba kila mmoja akaweza kuhusika na aweze kujisikia yuko sehemu ya yale ambayo yanaendelea katika taifa letu. Naam. Na kasisi, labda kuna jambo ambalo sijakupa muda uweze kulinenea ama uweze kulizungumzia, usije ukasema kwamba hukupewa muda wewe kuwa na usemi wako pia. Katika fursa hii nashukuru nikaweza kunena pia na kila mmoja wetu popote mlipo. Najua kwamba tuko katika hali ya siasa, kuna mabadiliko katika jamii, hali ya uchumi inaendelea kuwa ngumu zaidi, lakini kwetu ni kuzidi kumwamini na kumtegemea Mungu katika hali zote. Na tukipeana nafasi ya mazungumzo huleta suluhisho zaidi kuliko ile confrontation, na unapata kwamba watu wataweza kuelewa kile kinachoendelea na yale mazuri yanayoendelea. Jambo la pili, tunapoendelea kuishi, tunaona uadilifu katika jamii inaendelea kudoroteka kila wakati. Ni neno langu kwa kila moja kwamba tukaweze kurudi katika maadili mema
ya yale Mungu anayotaka tukaweze kuyatekeleza. Na tunapofanya hivyo, basi tutapendeza Mungu na tutaona amani katika nchi yetu. Amani, utulivu na hali ya uchumi itakuwa inaendelea vizuri, kwa sababu tumeweka Mungu mbele katika kila jambo tunalolifanya. Ni itakuwa bora zaidi. Naam. Yeah. Na kuna jambo ambalo nilikuwa nimelisaza kuhusiana na mimba za utotoni. Unapata kwamba idadi ya wasichana wanaopata mimba wakiwa wachanga wanawacha shule na wanakaa nyumbani, wengine wanatoroka manyumbani, manake wazazi wanafika mahali wanakuwa wakali zaidi na kukata tamaa hata ya kumwelekeza huyo mtoto ama huyo msichana. Je, nafasi yako kama kiongozi wa kanisa umekumbana na haya na umefanya ama umechukua hatua gani kuhakikisha kwamba wazazi wanaongoza watoto wao na kuwalea na katika njia zinazofaa? Ya, haya mambo yapo, na jambo kuu zaidi nilipoona katika mambo haya ni sehemu ya mzazi kuelekeza watoto wao. Tunaona kwamba mara nyingi wazazi wako kazini, wanashughulika mambo tofauti, wakasahau watoto wao. Wanapata tu muda mchache tu ya kuongea na watoto wao. Bali ni uelekezi ya kwamba wazazi wakapata maelekezo pia kupitia kwa kanisa na viongozi waweze kuelekeza wazazi jinsi ya kuwalea watoto na kuelekeza. Na itakapofanyika hivyo, basi wale watoto wetu watapata nidhamu, watapata mwelekeo ambao unafaa, watapata mafundisho ambayo yanafaa pia, ili ya kwamba wakaweze kuelekezwa katika njia nzuri ambayo ni ya utulivu na ya amani. Yeah. Asante sana kasisi kwa kuwa nasi. Najua kwamba kwa kudura zake Mwenyezi Mungu tutaendelea kukua na mkao kama huu, na tutakuwa tunaweza kupata wasia wako wa busara kuhusiana na jinsi viongozi ama kanisa inavyostahili kuendeleza maadili katika taifa hili. Na mtazamaji, huyo amekuwa Kasisi Kisinja Alwende Kiluma, ambaye amekuwa akizungumza na sisi kuhusiana na nafasi ya kanisa katika kukuza na kudumisha maadili humu nchini, na pia kuweza kuwawajibisha viongozi wa kanisa letu, na pia amezungumzia swala la mihadarati pamoja na uraibu wa dawa za kulevya na pia mimba za utotoni miongoni mwa wasichana. Amekuwa akielezea jinsi wazazi na walezi wanastahili kuchukulia swala hili. Na mtazamaji, nimekuwa mimi wako Sheila Kayaro Yogo. Tutaendelea kuonana na wewe siku ya Alhamisi katika kipindi chetu cha Kurunzi Mashinani na pia Tamrini, Mola akiridhia. Uwe na mchana mwema. Kwa heri.